Hujambo na karibu katika taarifa yetu ya habari za mchana wa leo tarehe 21 mwezi wa 4 mwaka wa 2026. Ndugu mpendwa msikilizaji na mtazamaji, kama ni mara yako ya kwanza kufuatilia habari kupitia Congo Post News, hakikisha una subscribe, una like, una comment, pia una share ili habari iendelee kuwafikia walio wengi. Ndugu mpendwa msikilizaji na mtazamaji, karibu katika taarifa yetu ya habari za mchana wa leo. Katika mji wa Goma, mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huzuni na simanzi imetanda kufuatia kifo cha mtoto mdogo aliyejulikana kwa jina la Jeremy Mutia. Mtoto huyo alifariki dunia baada ya kugongwa na msafara wa magari ya waasi wa AFC M23 katika eneo la Ruasama. Tukio hilo lilitokea jioni ya Jumatatu tarehe 12 mwezi wa 4 mwaka wa 2026. Kwa mujibu wa maelezo ya mmoja wa ndugu wa familia hiyo ambaye hakutaka jina lake litajwe kwa sababu ya kiusalama, tukio hilo lilitokea majira saa 11 jioni wakati walipokuwa wakirejea nyumbani. Inasemekana kuwa mtoto huyo alikuwa akishikwa mkono na mlezi wake wakati ghafla gari ya kijeshi la AFC M23 lilipokuja kwa mwendo kasi na kumgonga kwa nguvu. Shuhuda huyo anaeleza kuwa alisikia mtoto akipiga kelele mara moja tu kabla ya kupoteza maisha papo hapo. Kinachozua maswali mengi ni hatua iliyochukuliwa mara baada ya ajali hiyo, ambapo wanajeshi hao walichukua mwili wa mtoto huyo bila kutoa maelezo yoyote kisha wakaondoka nao. Familia ilibaki katika hali ya sintofahamu bila kujua hatima ya mtoto wao. Baada ya juhudi za muda mrefu za kumtafuta katika hospitali na vyumba vya kuhifadhi maiti, hatimaye mwili wa Jeremy ulipatikana katika chumba cha maiti cha hospitali kuu ya Goma, kufuatia taarifa kutoka kwa mtu mwema aliyewasiliana na familia yake. Tukio hili limekumbusha wakazi wa Goma kuhusu ajali nyingine mbaya iliyotokea mwezi Februari mwaka huu, ambapo gari la waasi wa AFC M23 liligonga chombo cha usafiri aina ya tricycle karibu na uwanja wa ndege wa Goma na kusababisha vifo vya zaidi watu 6 pamoja na majeruhi wengi. Hali ya usalama katika eneo hilo inaendelea kuwa mbaya, huku raia wengi wakieleza hofu yao ya kutoa taarifa au kufungua mashtaka dhidi ya makundi ya waasi kutokana na hofu ya kulipizwa kisasi. Mashirika ya kiraia yanaendelea kutoa wito wa kulindwa kwa raia na kuheshimiwa kwa haki za kibinadamu, hasa katika maeneo yaliyoathiriwa na migogoro. Kwa sasa familia ya marehemu inaomboleza msiba huo mzito, huku ikiomba haki itendeke. Wakati huo wakazi wa Goma wanaendelea kuishi kwa tahadhari kubwa, wakikabiliwa na changamoto za kiusalama zinazozidi kuongezeka kila siku. Hali ya utulivu wa tahadhari imeripotiwa kurejea katika eneo la miti mingi lililopo ndani ya kundi la Ufamando ya pili wilayani Masisi mkoani Kivu Kaskazini, baada ya mapigano makali yaliyoripotiwa kati ya makundi asimu ya kijeshi. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani pamoja na wakazi wa eneo hilo, mapigano hayo yalizuka katika siku za hivi karibuni na kudumu kwa saa kadhaa, yakihusisha matumizi ya silaha nzito na nyepesi. Milio ya risasi na mabomu ilisikika katika vijiji vinavyozunguka miti mingi, hali iliyosababisha taharuki kubwa miongoni mwa wananchi. Wananchi wengi walilazimika kukimbia makazi yao wakitafuta hifadhi katika maeneo ya jirani yaliyoonekana kuwa salama zaidi. Baadhi yao walielekea katika vituo vya muda vya wakimbizi, huku wengine wakikimbilia misituni wakihofia usalama wao. Hali hii imeongeza idadi ya watu waliokimbia makazi yao katika eneo la Masisi ambalo tayari linakabiliwa na changamoto kubwa za kiusalama. Mashuhuda wanasema kuwa mapigano hayo yalikuwa makali kuliko yale yaliyoripotiwa hivi karibuni katika eneo hilo, jambo linaloashiria kuendelea kwa mvutano kati ya pande zote zinazoasimiana. Hata hivyo, hadi sasa hakuna takwimu rasmi zilizotolewa kuhusu idadi ya waliopoteza maisha au waliojeruhiwa kufuatia mapigano hayo. Baada ya mapigano hayo kupungua, hali ya utulivu wa muda imerejea, lakini wakazi wanaeleza kuwa
bado wanaishi kwa hofu kubwa, wakihofia kuzuka tena kwa mapigano wakati wowote. Wengi wao hawajarejea katika makazi yao wakisubiri hali ya usalama ithibitike kikamilifu. Viongozi wa kijamii katika eneo hilo wanatoa wito kwa pande zote zinazohusika katika migogoro kuacha mara moja matumizi ya nguvu na kutafuta suluhisho la kudumu la amani ili kulinda maisha ya raia wanaoishi kwa wasiwasi. Mashirika ya kibinadamu yanaendelea kutoa tahadhari juu ya hali mbaya ya maisha kwa wakimbizi, wakisisitiza umuhimu wa msaada wa haraka wa chakula, maji safi na huduma za afya. Kwa ujumla, hali ya Masisi inaendelea kuwa ya wasiwasi licha ya kurejea kwa utulivu wa muda, huku jamii ya kimataifa ikihimizwa kufuatilia kwa karibu hali hiyo na kusaidia juhudi za kurejesha amani ya kudumu katika eneo hilo. Baki huko Masisi mkoani Kivu Kaskazini, mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hali ya usalama inaendelea kuzorota na kusababisha wimbi kubwa la wakimbizi kuyama makazi yao. Taarifa za hivi karibuni zinaeleza kuwa angalau vijiji 7 katika sekta ya Katoi vimeachwa kabisa na wakazi kutokana na hofu ya mashambulizi mapigano yanayoendelea. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani na mashuhuda, wananchi wamekuwa wakikimbia kwa haraka wakihofia maisha yao baada ya kusikia kwa milio ya risasi na taarifa za uwepo wa makundi ya waasi katika maeneo hayo. Vijiji vilivyoathirika vinaripotiwa kuwa vimebaki bila watu, huku nyumba nyingi zikiwa zimefungwa na baadhi zikidaiwa kuharibiwa au kuporwa. Wakazi waliokimbia wanasema walilazimika kuacha mali zote nyuma, wakikimbia bila maandalizi yoyote. Wengi wao wameelekea katika maeneo ya jirani yanayoonekana kuwa salama zaidi, huku wengine wakijificha katika misitu au kukimbia ndani ya kambi za wakimbizi. Hali hiyo imeongeza pressure katika vituo vya muda vya wakimbizi ambavyo tayari vilikuwa vimejaa watu wengi kabisa. Mashirika ya kibinadamu yanaonya kuwa hali ya maisha kwa wakimbizi hao ni mbaya, ikikumbwa na uhaba wa chakula, maji safi na huduma za afya. Watoto, wanawake na wazee ndio wanaoathirika zaidi na hali hiyo, huku kukiwa na hatari ya kuongezeka kwa magonjwa kutokana na mazingira magumu wanavyoishi. Viongozi wa kijamii na mashirika ya kiraia wanatoa wito kwa mamlaka husika pamoja na wadau wa kimataifa kuingilia kati ili kuhakikisha usalama wa raia unarejeshwa na misaada ya dharura inafikia waathirika. Wanasisitiza umuhimu wa juhudi za kisiasa na kidiplomasia ili kumaliza mzozo huo unaoendelea katika eneo hilo. Hata hivyo, licha ya wito huo, wakazi wengi bado wanaishi kwa hofu na kutokuwa na uhakika wa kurejea nyumbani kwao. Hali ya Masisi inaendelea kuwa mbaya, ikihitaji hatua za haraka na madhubuti ili kuzuia kuongezeka kwa janga la kibinadamu linaloendelea kushuhudiwa. Katika taarifa siku ya 4 hii kwa Radio Okapi, mratibu wa mashirika ya kiraia katika eneo la Malemba Nkulu, Claudel Kiasongolo, anaeleza kwamba nyumba nyingi, shule, makanisa pia mashamba yamefurika. Kwa hiyo anatoa wito kwa mamlaka kutoa msaada kwa walioathirika. Tumsikilize Claude Kiasongolo kupitia microphone ya Paula Munanga. Shirika la raia Force Vive ya Malemba Nkulu ina huzuni za mafuriko zinazokumba mtaa huo. Mafuriko hiyo inakumba vipindi mbalimbali hapa Malemba City, na maji ya mto Lualaba ama Kongo zimetoka kwenye mto huo na kwenda karibu kilomita 1. Mashule, makao za watu na makanisa zimezama ndani za maji ya mto huo. Huko Kayumba, mjini Kasenga, mashamba na milimo zingine zimezama ndani za maji ya mto Lufira, na kule Museka maji za mto Kalumengongo zimezamisha mashamba za watu. Huko Kabala, ufalme wa Nkulu, maji za mto Kongo zimezamisha makao za watu na kuwasukuma watu hawa waende mbali na makao zao. Kiongozi wa mtaa wa Malemba hana tendo lolote la kutenda, lakini anawafariji wenye kumbwa na mafuriko hiyo na kuwaomba wasife moyo. Ndiyo kwa maana tunamuomba waziri mkuu, kiongozi wa
serikali za Kongo na yeye liwali wa jimbo wa province ya Olomami pamoja waungane wote kwa ajili ya kutafuta namna ya kuwasaidia wananchi wanaoishi kwa tabu hapa Malemba. Hapo ndipo tunapohitimisha matangazo yetu ya siku ya leo tarehe 21 mwezi wa 4 mwaka wa 2026. Basi ndugu mpendwa msikilizaji na mtazamaji, kama ni mara yako ya kwanza kufuatilia habari kupitia Congo Post News, hakikisha una subscribe, una like, una comment, pia una share ili habari endelee kuwafikia walio wengi. Wala unaweza kutuandikia kwenye namba ambayo unaendelea kuiona hapo kwenye video au kwenye picha na ukatupatia maoni yako, aiza mapendekezo yako. Na basi acha tuendelee kutosha shukrani zetu za dhati kwa wote wanaoendelea kuchagua Congo Post News kama kituo chao chema na bora cha matangazo. Nia na mazungumzo yetu ni kisha tunakuletea habari sahihi tena za kuaminika tena kwa muda muafaka. Basi tukutane katika taarifa yetu ya habari za kesho asubuhi tarehe 22 mwezi wa 4 mwaka wa 2026. Na mimi mtangazaji wako, jina langu naitwa George Idi, nikiendelea kutangazia kupitia mtandao wetu wa YouTube Congo Post News. Ciao.